Hali ya hofu baada ya wanafunzi kuanguka katika shimo la takataka katika shule ya Kapsabet School of the Deaf. Karibu mtazamaji, niweze nikukupasha habari za Expertise 24/7. Kuna ripoti ambayo ni ya hofu zaidi mtazamaji, baada ya ripoti kuweza ni kuibuka kwamba wanafunzi zaidi ya 11 wameweza ni kuumia vibaya baada ya kuweza ni kuanguka katika shimo la takataka katika shule ya Kapsabet School of the Deaf. Kulingana na ripoti mtazamaji, zinaeleza ni kwamba wanafunzi hao walikuwa katika harakati ya kuweza ni kuangalia msafara wa rais uliokuwa ukipita katika maeneo yale ya Kapsabet upande wa Nandi. Kulingana na ripoti wakazi wa karibu na shule ya Kapsabet School of the Deaf waliweza ni kujifikisha pale na wakaanzia shughuli ya kuweza ni kujaribu kuokoa wanafunzi katika ile shule. Wakati huu mtazamaji, ripoti hizi zikiendelea, watu wameweza ni kuwa wakiangazia au wakiuliza walimu wakiwa wakiangalia watoto ambao wako katika mashule. Mtazamaji, mwanzo mtoto ni mtu ambaye afahamu nini kinachoendelea, na yeye ako katika harakati ile excitement ya kuweza ni kuangalia ule msafara wa mambo kama yale, ama ule msafara wa Rais William Ruto. Kuna ripoti pia ambazo zimeweza ni sema kwamba Rais William Ruto aliweza ni kutoa pesa za kuweza ni kuwa zikisaidia wale waliweza ni kuadhirika na lile jambo la kuweza ni kuanguka katika shimo la takataka. Mtazamaji, kwa wote ambao hawana ripoti, nilikuwa nikufahamisha ni kwamba zaidi, kulingana na ripoti ambazo nazipokea hapa, zaidi ya wanafunzi 11 waliweza ni kuadhirika, lakini waliweza ni kusaidiwa na wakazi ambao wako karibu na shule ya Kapsabet School of the Deaf. Wakati huu mtazamaji, pia hizi shughuli zikiendelea, kuna ripoti ambazo zimeweza ni kujiri na zimeweza ni kupitishwa na the Women Rep of Kirinyaga County, Njeri Maina. Kulingana na ripoti ya Njeri Maina, ameweza ni kuingilia sana the Secretary General of DCP Cleophas Malala. Cleophas Malala ambaye ameweza ni kuwa kiongozi na alikuwa kiongozi hapo mbeleni wa the United Democratic Party UDA, ambaye aliweza ni kuacha kazi pale na kaza ni kujiunga na DCP, chama ambacho ni cha aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Ameweza ni kuingiliwa sana, ni semekana kulikuwa na mkutano asili wa MCAs wanaomsupport Anne Waiguru pale katika kaunti ya Kirinyaga, na jambo ambalo limeweza ni kuzua gumzo sana katika mitandao ya kijamii. Njeri Maina akiweza ni kumwambia Cleophas Malala wataangaliana moja kwa moja katika hichi chama. Mtazamaji, haya yanajiri baada ya siku chache tu ambayo zimeweza ni kutokea baada ya chama cha chungwa kuweza ni kuclack, na sasa mtazamaji, kuna Linda Mwananchi na kuna Leader Ground. Mtazamaji, Njeri Maina ameweza ni kuzua gumzo na ameweza ni kumuingilia Cleophas Malala sana, akiweza ni kumwambia tabia ambazo aliweza ni kutoa pale UDA asiziweze ni kuzileta hapa katika chama cha DCP, ya kuweza ni kuchukua pesa kutoka kwa viongozi wengine ambao wanatakia mabaya vyama tofauti. Hii inajiri wakati joto la kisiasa limekuwa likishamili katika milengo tofauti hapa Kenya mtazamaji, kabla na ikiwa ni siku tu kabla ya kuweza ni kufanya uchaguzi wa mwaka 2027. Siku zinaendelea kuyoyoma. Mtazamaji, unaona vipi hapa vyama vimeanza ni kuonekana vikiweza ni kupata mambo ya msukosuko, wengine wanaweza ni kujiondoa katika vyama, na hichi kisa ambacho Njeri Maina ameweza ni kukitoa, akiweza ni kumuingilia sana Cleophas Malala, anamwambia siwezi ni kuchezea chama cha DCP, mwanzo wanaweza ni kuangaliana pale. Hii inajili pia kuna mlengo ambao nimeweza ni kuona wa MCAs ambao wameweza ni kumtembelea aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua katika pale katika makazi yake pale upande wa Munyoro. Mtazamaji, kunaendelea vipi hapa upande wa DCP, ambapo pale ndani inaonekana kuna ni kubaya sana, sababu kisa ambacho kiliweza ni kujitokezea pale Njeri Maina akiweza ni kumwingilia Cleophas Malala. Hiyo inasema ukiona mahali kuna moshi, hakika kuna moto, na huu moto hatujaweza ni kuelewa nini kinachoendelea. Njeri Maina ameweza ni kumwingilia Cleophas Malala akimwambia hajui ni nani ambaye anamfanyia kazi na hajui lengo lake katika kaunti ya Kirinyaga ni gani. Wakati huu Cleophas Malala ndiye the Secretary General wa DCP. Haya ni mambo ambayo hayajakuwa ni mgeni sana wakati huu hapa Kenya. Mwanzo tangu aliyekuwa
Prime Minister Raila Odinga akaweza ni kuaga dunia, chama cha chungwa kiliweza ni kucrack na viongozi wengine wakaweza ni kujiondoa kutoka kwa mlengo wa ODM na wakaweza ni kuelekea katika Linda Mwananchi na wengine wakaweza kuelekea katika Leader Ground. Mtazamaji, unaonaje kabla hatujaweza ni kuelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027, hili joto ya kisiasa ambayo linashamili, labda watu wanamtafutia Rais William Ruto kula, sababu wakati ambapo kuna hii migawanyiko katika hivi vyama ambavyo vinampinga Rais William Ruto, hiyo ni kusema Rais William Ruto ana benefit pale ambapo hizi vyama vimeanza ni kucrack. Na how do you feel? Wewe unaona ni kama ni nani ambaye anamtumia Cleophas Malala kuweza ni kusplit chama cha DCP kama alivyosema pale Njeri Maina, na iwapo ni chama hichi nani huyu sana sana anahusika? Ni Secretary General wa chama anahusika kuweza ni kusplit kulingana na ripoti ya Njeri Maina. Kwa hivyo mtazamaji, kwa hii video niliweza ni kufahamisha kwamba kuna kisa ambacho kiliweza ni kutendeka hapo siku ya jana cha Kapsabet School of the Deaf, na wanafunzi wakaweza ni kuumia, hata ingawa kuna ripoti ambazo hatujaweza ni kudhihirishwa. Siwezi ni kutaka ni kupatia ripoti ambazo hazijadhihirishwa kamili. Mtazamaji, kuna zaidi ya kuna wanafunzi 11 ambao waliweza ni kukimbizwa hospitalini na wanaangaliwa hali yao ilivyoje. Ripoti yoyote ambayo tutaweza ni kupokea, tutaweza ni kufahamisha. Mwanzo hizi ni ripoti ambazo zinatuhusu sisi wenyewe kama Wakenya. Kwa wale wote ambao waliweza ni kuagamia kwa lile janga, Mungu aweze ni kuwasaidia na aweze ni kuwalinda wakati huu. Na kwa walimu ambao wako pale mashuleni, ni vizuri basi wakaweza ni wakiangalia hali ya watoto. Mwanzo wakati mtoto ametoka pale nyumbani na anaelekea shuleni, hakika mzazi ameweza ni kumpatia mtoto aweze ni kuangalia hali ya mtoto mpaka wakati ambapo watakaweza ni kurudi pale nyumbani. Na mtazamaji, bado kwa hivi ndio tumeweza ni kuangazia mambo ya Cleophas Malala na Njeri Maina ambaye ndiye women rep wa kaunti ya Kirinyaga. Ni nini kinachoendelea pale DCP? Iwapo unafahamu kwa vizuri nini kinachoendelea pale, unaweza ukatufahamisha katika comment section. Asante sana mtazamaji, kuchukua muda wa sekunde moja kuweza ni kusubscribe hapo, unafurahishwa na kazi ambayo tunaifanya hapa Expertise 24/7. Asante kwa muda wako. See you in the next episode.